Na wakati tunakwenda mapumziko Alex, ulikuwa ukitueleza kile kilichotokea pale nchini Kenya mpaka wakafungiwa na FIFA. Ni wizara moja kwa moja ilifungia, ilivunja. Yani iliingilia moja kwa moja kwa kufunga ofisi za shirikisho na kuwaondoa madarakani. Wakidai kwamba kuna ubadhilifu wa fedha ambao unatumika ndani ya shirikisho. Tutoke pale sasa, tuje kwenye swali la msingi. Yanga waliweka mambo yao manne kama sehemu ya msimamo wa vitu ambavyo wanahitaji vifanyiwe kazi kabla ya wao kwenda kucheza dabi ya Kariakoo. Lakini mbali na hapo pia wakaongezea jambo la tano na la mwisho ambalo hili liliwashangaza na kuwaibua wengi na baadaye likabadilisha kabisa upepo. Fedha walizokuwa wakizidai pale shirikisho, ikiwemo ushindi ama fedha za ubingwa kwenye misimu yao mitatu waliotoa kombe la shirikisho. Maswali ya wengi, tuanzie kwanza kwenye haya mambo manne ambayo yaliwekwa pale Alex. Yamefanywa kazi kwa kiasi gani? Kwa sababu wao wameonyesha utayari na nimeona posta pia ya kuonyesha kwamba wanakwenda kucheza mechi ya dabi ya Kariakoo. Yamefanywa kazi kwa kiasi gani yale mambo manne ambayo yaliwekwa? Nafikiri kwa 70% kwenye yale mapendekezo ya Young Africans yamefanywa kazi kwa 70%. Yote yamefanywa kazi na hii mimi ndio inanipa mashaka kwamba kwa nini kwenye ligi ambayo ina timu zaidi ya 30 ziko chini ya taasisi moja inakuja kusikilizwa hata club moja wakati zipo timu zaidi ya 30. Yanga walitaka bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 ivunjwe. Walitaka CEO wa bodi ya ligi na mwenyekiti Steven Mguto wajiuzulu, waondoke madarakani. Young Africans ilihitaji Wilfred Kidao ambaye ni katibu wa TFF ajiuzulu. Walihitaji kulipwa fedha yao ya kombe la FA ndio waende kushiriki mashindano ya finali ya FA pale Zanzibar dhidi ya Singida Black Stars. Ukitazama kwenye ile mapendekezo manne ya Yanga tayari kuondoka kwa Steven Mguto na Almas Kasongo hilo la kwanza limetekelezwa ipasavyo. Kwa maana mmoja kasimamisha, mwingine kajiuzulu. Na kujiuzulu kwa hawa watu wawili ama kuondolewa kwa hawa watu wawili, maana yake bodi ya kamati ya masaa 72 ambao Yanga walitaka ivunjwe automatically imevunjika. Yaani kuondoka kwa hawa watu wawili tu ile kamati itakuwa imefanyaje? Imevunjika. Maana yake haina uwezo wa kujiendesha tena mpaka ipate mwenyekiti, mpaka ipate katibu ama CEO, mpaka wapatikane. Hao watu wawili wakipatikana ndio kamati ya masaa 72 itakuwa inafanya kazi. Sasa swali la kujiuliza, Yanga walitaka hawa watu watoke kwa sababu gani? Kwenye barua ya kwanza kabisa walieleza kwamba kanuni hazifuatwi inavyotakiwa. Kanuni zinasiginwa, hazitumiki inavyotakiwa. Maana yake matakwa ya Yanga yamewaondoa viongozi fulani madarakani kwa ajili ya kutengeneza kanuni, kutengeneza viongozi wapya ambao watakuwa na uwezo wa kutekeleza kanuni inavyotakiwa. Lakini kwangu ilipaswa pia kuwa fair, kwanza kupata maoni ya vilabu vingine kabla ya kumsimamisha CEO, pamoja na kwamba anaajiriwa na bodi. Lakini pia kabla mwenyekiti hajajiuzuru nafasi yake, lazima tusikilize maoni ya vilabu vingine. Nao wanasema nini? Kwa sababu influence ya kujiuzuru kwa Steven Mguto imesababishwa na Yanga. Lakini labda Yanga walipeleka hayo yote kwa kupitia pia takwimu zao za malalamiko ambayo pia kwa sababu viongozi hao wanazungumza wakati mwingine. Yes, kuzungumza, ujue mtu kuzungumza ni jambo lingine. Na kutokubaliana na mtu ni jambo lingine. Sawa Wengi viongozi wa timu nyingi wanalalamikia maamuzi. Na maamuzi yapo chini maamuzi ya waamuzi. Na waamuzi yapo chini ya kamati ya waamuzi ambayo iko chini ya TFF, haipo chini ya bodi ya ligi. Umeelewa vizuri? Maana yake Steven Mguto kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi na kujiuzulu kwake, influence yake kama angekuwa hakuna influence ya timu yoyote ile, maana yake angejiuzulu mwenyewe tu, wala kusingekuwa kuna shida. Lakini kwa nini amejiuzulu kipindi hiki? Maana yake kuna influence ya Young Africans. Maana yake Young Africans ndio imesababisha Steven Mguto ajiuzulu. Young Africans ndio ambayo imesababisha CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo asimamishwe na shirikisho la soka Tanzania bara. Maana yake hawa watu wote wamejiondoa na kuondolewa kwenye nyadhifa zao kwa sababu ya Yanga. Kitu ambacho sio sawa, kwa sababu hawa watu wanasimamia timu
16 za ligi kuu, wanasimamia timu 16 za championship, wanasimamia timu 16 za first league division. Maana yake ili hawa watu waondoke madarakani ama wasimamishwe, inabidi kwanza yakusanywe maoni ya timu zingine zote.